Bwana Yesu asifiwe, watazamaji mnaofuatilia mtandao wa This Way Ministry, na wasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa nimefanikiwa kufika eneo la Kisiwani, Malindi, Kilifi County, katika nchi ya Kenya. Kwa wale ambao mnawatazamia video hii mkiwa nje ya nchi hii, kwa majina naitwa David Ruito. Nimetoka sehemu za Meru na nikaweza kuwasili sehemu za Coast kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu, na kwa hivyo nimekuwa kwa muda nikiwa shule ya Ngongoni, shule ambayo iko Ngongoni kwa ajili ya kutangaza Injili. Na kwa sasa watoto wako holiday, kwa sasa wako manyumbani, na kwa hivyo muda ambao nimeweza kufanikiwa kukaa nikiwa likizo, ikawa kuna kuokoa muda, vile ambavyo tunaambiwa katika kitabu kile cha Nyakati wa Kwanza 12 mstari wa 32. Kuna vile tunaona wana wa Isakari walikuwa watu wenye akili ambao walikuwa wanajua nyakati na yale ambayo wana wa Israeli wanafaswa kuyatenda, na kwa hivyo ikawa tumeunganika na watumishi wengine andi katika eneo hili kwa ajili ya kuendelea na Injili. Kwa hivyo tutaweza kuomba, na kwa hivyo tutaweza kusikia maneno machache kuhusiana na neno la Mungu. Tutaweza kuomba. Baba yetu mpendwa, jina lako litukuzwe, limidiwe milele zote Mfalme. Kwa sasa na kushukuru na kukutukuza Mfalme, kwa kuwa umeweza kutuongoza hadi kutufikisha katika eneo hili la Kisiwani, na wakabidhi wote ambao walioko katika mji huu, usinde kuwatembelea Mfalme. Tembelea hata wale ambao wanaotazamia wanaofuatilia mtandaoni, usinde kuwabariki, na nikupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo tutaweza kusoma hicho kitabu cha Nyakati wa Kwanza 12 mstari ni ule wa 32. Neno la Mungu linasema, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasao Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Hapa tunaona kuna watu walikuwa kuna wana wa Isakari walikuwa ni watu wenye akili, yani watu wenye hekima, yani watu wenye akili ambao walijua nyakati na kujua yale wanafaswa wana wa Israeli wayatende. Na kwa hivyo wana wa Israeli ama wanafunzi wa Yesu wanafaswa kufanya nini kuhusiana na siku hizi za mwisho? Kile ambacho tunaona Yesu aliwashauri wanafunzi wake zamani, na pia leo sauti yake ingali iko hai, inaendelea kutushauri tena. Kitabu ni kile cha Mathayo 24 mstari wa 24. Inazidi kusema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapo ndipo tunaona Yesu aliweza kusema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Na hapa ndipo tunaona Yesu wakati aliweza kuambia wanafunzi wake, alisisitiza kuambia hata siku ile aliweza kufufuka, kuna mambo alisisitiza kuambia wanafunzi wake. Tukisoma kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18 na 19, kuna vile Yesu alisisitiza wanafunzi wake kujaribu kuwaelezea. Inasema mstari wa 18, inasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba,
Mwana na Roho Mtakatifu. Mstari wa 20, neno la Mungu linazidi kusema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu aliweza kusisitiza wanafunzi wake akisema ako pamoja nasi hadi ukamilifu wa dahari. Ni kwamba Yesu wakati alipo sema tuweze kuenenda ulimwenguni mote, tuweze kutangaza Injili, kuna vile alisisitiza wanafunzi wake akawaambia waweze kutumia hekima, waweze kutumia akili, wasije wakaenda kama watu wasio na hekima. Wakati ambapo wanapoelekea kutangaza Injili, kuna vile Yesu alisisitiza kuambia katika kitabu kile cha Mathayo 10 mstari wa 16. Kitabu ni kile cha Mathayo 10 mstari wa 16. Kuna vile Yesu alisisitiza kusema, angalia mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka, na kwa watu na kuwa watu wapole kama hua. Hapa Yesu alisisitiza kusema wakati alipotuma wanafunzi wake, hataki waende kama watu wasio na hekima, anawatuma waweze kuenda kama watu wenye hekima, yani na tena waweze kuwa wapole. Yani upole wa wanafunzi wa Yesu unafaa kujulikana na watu wote, na tena ni watu walio na hekima, ambayo hekima hiyo Mungu ameweza kuwajalia, na kwa sababu kupitia hekima hiyo waweze kumtukuza Mungu. Kwa maana wakati huo hawafai kuenda kama watu ambao hawana hekima. Sasa waweze kutumia hekima ile Mungu amewapa. Ningeomba tuweze kuingia kitabu kile cha Waefeso, kitabu ni kile cha Waefeso 5 mstari wa 14. Hata wale ambao wamelala wakasahau na kazi ambayo Yesu aliweza kuwakabidhi, wafanye nini? Kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 14 hadi 17. Neno la Mungu nasema, hivyo usema amuka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Mstari wa 15, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mstari wa 16, mkikomboa wakati, kwa maana nyakati hizi ni za uovu. Tunaambiwa tuweze kukomboa wakati, tukikomboa wakati kwa sababu muda ama nyakati tunazoishi ni nyakati ambazo kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tunapaswa kujua mapenzi ya Bwana ni nini, na mapenzi ya Bwana anasema tuweze kutangaza Injili kwa mataifa yote, kwa maana Injili ni Injili ndio uweza ambao unaleta ukombozi kwetu. Injili, wakati ambapo watu wanatangaziwa Injili, wakiweza kuamini hiyo Injili, wanaweza kuokolewa. Kitabu cha Warumi 1 mstari wa 16 inasema ningeomba niweze kufika kwa andiko hilo pia. Kitabu cha Warumi 1 mstari wa 16. Neno la Mungu nasema, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Mstari wa 17, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Mungu aweze kutukuzwa kwa ajili ya neno lake. Na kwa hivyo mtazamaji unaofuatilia mtandao huu wa This Way Ministry, na kukaribisha mtandaoni huu, uweze kulike na kucomment kama ni mara ya kwanza kutazama video hii. Hapa tuko kisiwani
katika sehemu katika eneo la Malindi, Kilifi County. Ningeomba uweze kulike na kucomment, na kwa hivyo Mungu wa amani asidi kuwabariki na asidi kuwaongoza zaidi. Muweze kuwa na amani na muweze kutangaza injili kadri Yesu mwenyewe alivyokusudia. Kwa hivyo tutaweza kuomba tuweze kukamilishia kipindi hicho hapo. Baba yetu mpendwa, jina lako litukuzwe, lihimidiwe milele ufalme. Asante kwa hayo ambayo umeweza kutujulisha katika eneo hili, na ikabidhi mikononi mwako. Sindi kutangulia katika watoto wako, pia wale ambao wanafuatilia mtandaoni. Sindi kuwabariki, neema yako isindi kututosa, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.